صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الذاكرين صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tukiwa katika darasa letu la hadithi, tulipumzika katika siku 10 za Dhulhijja. Baada ya hapo kumaliza ayamu tashriq na kujitayarisha tena kurudi katika mfululizo wa darasa letu la hadith kila siku ya Jumatano baada salati al-maghrib, tukiendelea kusoma maneno ya bora wa viumbe Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukijifunza kutoka kwake na kutokana na maneno yake. Vile vile tulisoma ahadith katika kitabu al-Hajj na tukaeleza mengi yaliyofungamana na masaili ya hajj kabla ya kufikiwa na wakati wa hajj, na takriban tukawa ni wenye kukaribia kuhitimisha mlango huu wa hajj. Tumebakisha hadithi moja katika ahadithi za hajj, nayo ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Hadithi hii ni hadithi inayokamilisha mlango huu wa hajj tulionao katika kitabu cha Bulughul Maram. Kabla yake kulikuwa na hadithi iliyopokewa na Sayyidina Abdullah ibn Abbas vile vile inayozungumzia hukumu ya mtu kumfanyia hija mwingine. Ili tuunganishe mazungumzo ya hadithi iliyotangulia na hadithi hii ambayo tunaisoma leo, ni kwamba hadithi iliyotangulia ilikuwa ni hadithi iliyopokewa vile vile na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akituambia anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sami'a rajulan yaqul, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia mtu akisema labbaika an shubruma, labbaika an shubruma. Yani huyu mtu alisikiwa akisema labbaika an shubruma. Qal, Mtume akasema man shubruma, ni nani huyu shubruma unayemnuilia hija? Kwa sababu mtu alikuwa anamnuilia mtu mwingine anayeitwa shubruma. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza man shubruma, huyu shubruma ambaye umemnuilia hija ni nani? Qal, akasema huyu bwana aliyenuia akhun li au qaribun li,
huyu ni ndugu yangu au ni mtu wangu wa karibu. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hajajta an nafsik, wewe umejifanyia hija nafsi yako, yani wewe umehiji kwanza? Qala, yule mtu akasema, la, mimi sikuhiji. Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hujja an nafsika thumma hujja an shubruma, jifanyie kwanza wewe hija, hiji wewe kwanza, tekeleza wewe kwanza hija, kisha mfanyie na mwenzako. Hadithi hii tukaeleza katika hadith iliyopokewa na al-Imam Abu Daud na Ibn Majah, ikasahihishwa na Ibn Hibban. Al-Imam Ahmad akasema kwa hadithi hii ni hadith mawquf. Tukaeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia mtu akitia nia ya hija, lakini hija kama hii ikawa sio yeye mwenye kuhiji, yani anamfanyia mtu mwingine. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia mtu anasema labbaika an shubruma, akajua kwamba anayenuiliwa ni mtu mwingine, sio huyu anayenuia. Yani huyu aliyesikiwa kusema maneno haya haendi yeye kuhiji, anamfanyia mtu mwingine anayeitwa shubruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, ni nani huyu shubruma? Labda mtu anaweza akasema, kwani ilikuwa inamuhusu nini? Labda mtu alikuwa anaweza akasema, mbona anaingilia jambo halimuhusu? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo linamuhusu, kwa sababu yeye ni muallim, yeye ndio mwenye kufundisha, na yeye ndiye aliyepewa sharia kuwaletea walimwengu. Sasa anaposikia jambo anahitaji kulifahamu vizuri ili alisawazishe, ili alirekebishe. Alipomsikia mtu anamnuilia mtu mwingine, taban kama mtume na kama mtu ambaye ndiye mwenye kueleza sheria na kubainisha, litubayina linnas, ashaambiwa katika Qur'an ili wabainishie watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam neno hilo likampatia sual, huyu anayemnuilia mtu mwingine, anayemfanyia hija mtu mwingine, kunao uwezekano kwamba yeye mwenyewe hakuhiji. Kwa hiyo mimi nahitaji kujua huyu aliwahi kuhiji yeye kwanza mpaka awe atamhijia mtu mwingine. Ndio Mtume akauliza, wa fi'lan alipouliza akakuta kwamba huyu alikuwa hajahiji, yani hajatekeleza hija yake mwenyewe binafsi. Kwa hiyo hili lilikuwa la muhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si kwa Mtume peke yake. Kila anayefahamu dini anaposikia neno lolote au anapoona kitendo chochote akawa na shaka na neno hilo au kitendo hicho, ana haki ya kutaka kufahamu, kwa sababu ya kuwabainishia watu, kwa sababu ya kuwasawazishia watu jambo. Kwani hilo wewe pia la kuhusu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala albirri wala alithmi waludwan. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Naam. Tayib, sasa mimi nitakaposikia neno ambalo neno hilo litakuwa na shaka katika sharia, yani halijakaa sawa, nina haki ya kutaka kulielewa hilo neno linamaanisha nini kwa aliyetamka, ili niweze kumwambia neno hili liko sawa au haliko sawa. Na ninapoona kitendo chochote kikanitia shaka katika sharia, nina haki ya kumsawazishia na kumrekebishia yule mtu kitendo hicho, au kumwambia kwamba hiki kitendo kiko sawa au hakiko sawa na usawa wake ni hivi. Tutarudi vile vile, mtu atauliza, kwani wewe unahusika vipi? Ninakuhusu? Si Mtume ashatwambia, min husni islami almar'i tarkuhu ma la yani, miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha kisichomuhusu. Sasa na wewe ungemwacha mtu tu neno lake
au na matendo yake. Atakwambia la, hadithi haijamaanisha hivyo. Hadithi inamaanisha jambo ambalo halikuhusu na ni la watu wengine na ni jambo la sawa lisilopingana na sheria, usijitie kutaka kujua mambo ya watu. Hiyo ndio maana ya mtu kuingilia jambo lisilomhusu. Haijamaanisha kwamba utakapoona kosa usirekebishe. Haijamaanisha kwamba utakapoona kitendo ambacho si cha sawa usirekebishe. Hili tushaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi faman lam yastati fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Kwa hiyo kukataza munkar na kuamrisha mema ni katika akhlaqi ya Muislamu na ni katika wajibu wa Muislamu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomsikia mtu anasema labbaika an shubruma, na naitikia natia nia ya hija, kumtilia nia kwa niaba ya bwana anayeitwa Shubruma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, man Shubruma, huyu Shubruma ambaye umemnuilia hija ni nani? Faqala ar-rajul akhun li au qaribun li, huyu ni ndugu yangu au ni mtu wa karibu wangu. Shakka rawi au shakka rawi. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hajajta an nafsik, wewe ushahidi. Naona neno la mtu lilikuwa lahitaji kufahamika. Wewe unafanya hija kwa niaba ya mtu mwingine, wewe kwanza ushahidi hija, wewe ushatekeleza ibada ya hija inayokuhusu wewe. Yule bwana akasema, la, mimi sijahiji. Unaona sasa swala la Mtume lilileta faida. Lau Mtume angenyamaza, pengine huyo mtu angefanya ibada kumfanyia mtu mwingine, akawa yeye hakutekeleza wala mwenzake pia atakuwa hajafanyiwa, au itamwangukia mmoja wao. Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu bwana, hujja an nafsik, kwanza tekeleza hija yako inayokupasa wewe kwanza kabla hujamfanyia mtu mwingine. Thumma hujja an Shubruma, kisha baada ya hapo mfanyie hija huyu Shubruma unayehusikana naye. Hadithi imepokewa na Abu Daud na Ibn Majah, ikasahihishwa na Ibn Hibban. Al-Imam Ahmad anasema hadithi hii ni mawquf, na hadith mawquf ni katika aqsam ya hadith dhaifa. Lakini ala kulli ni kwamba hadithi imetuonyesha kwamba mtu kwanza hafai kumfanyia hija mtu mwingine mpaka kwanza ajifanyie yeye mwenyewe. Tukisoma tu kwa sababu ya kujikumbusha maelezo ya nyuma, kutosihi hija kufanyiwa mtu mwingine kabla ya mtu kujifanyia yeye mwenyewe, kwa sababu mkosa kitu hatoi kitu. Wewe huna, utampa nini mtu? Wewe mwenyewe hujatekeleza, utamtekelezeaje mtu mwingine? Asada al-Hanabila, al-Imam Shafi'i na al-Imam Ahmad bin Hanbal wanasema, ikiwa mtu hakuhiji lakini katika kunuia akamnuilia mtu mwingine, basi hiyo hija itamwangukia yeye. Japo umemnuilia mtu mwingine, lakini hiyo hija itakuwa yako kwa sababu wewe hujahiji. Kumaanisha kwamba yule uliyetaka kumfanyia hija bado atadaiwa hija, na ile ulotekeleza japo umemnuilia mtu mwingine, lakini imekuangukia wewe kwa sababu wewe mwenyewe hujatekeleza hija. Tayeb, hii ni madhhab ya Imam Shafi'i na Imam Ahmad bin Hanbal, wanasema namna hiyo. Madamu umenuia ili huyu asikose na yule asikose, Mwenyezi Mungu amekupa wewe uliyenuia, kwa kuwa hujahiji, japo umemnuilia mwingine, imeangukia kwako. Hii ni madhhab ya Ahmad bin Hanbal na al-Imam Shafi'i na al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Abu Hanifa na al-Imam Malik anasema ni makruh mtu kuhiji, yani kumfanyia mtu mwingine hija ikiwa yeye mwenyewe hakuhiji, lakini kusihi tasihi.
Yani hata huyu ambaye hakuhiji yeye, ambaye atamfanyia hija mtu mwingine, pamoja na kwamba yeye hakuhiji, basi hiyo hija itasihi, lakini itakuwa ni makruh wewe kuhiji kwa niaba ya mtu mwingine wakati wewe mwenyewe bado hujatekeleza hija. Kwa hiyo hapa madhhabi ya Imam Abu Hanifa na Imam Malik wanasema kwamba hii hija itasihi na itamwangukia yule yule aliyenuiliwa, lakini huyu mtu atakuwa amefanya jambo la makruh katika sheria kwa sababu ya kumtanguliza mwingine kabla yeye mwenyewe hakuhiji. Wakasema hadithi hii ni katika kuonyesha sunna kwamba mtu kwanza atekeleze yake kisha amfanyie mwingine, lakini sio kwamba haitosi akimfanyia mwingine kabla. Wakasema vile vile katika hadithi hii kwamba hili jambo lilikuwa la muhusu mtu huyu tu, haliwahusu wengine. Yani mtume hapa amemzungumzia mtu maalum aliyekuwa amekusudia kumfanyia mwenzake hija, hajakusudia wengine, japo bado haijawa ni huja ya kisawasawa hili la pili la kwamba mtume alikuwa amemkusudia huyu peke yake, hajawakusudia wengine. Tayeb, sababu imejulikana kwamba huyu alikuwa hakuhiji yeye, anataka kumfanyia mwingine, ndio akaambiwa kwanza jifanyie wewe ndio mfanyie mwenzako. Hili litakuwa la muhusu kila Muislamu, sio huyu peke yake. Lakini hawa madhhabi ya Imam Abu Hanifa na Imam Malik wamechukulia kwamba swala hili labda lilikuwa la muhusu huyu mtu peke yake, mwingine anaweza akafanya kwa sababu katazo hili ni lake peke yake. Wa anhu radiyallahu anhu qala, hadithi ya pili vile vile ni hadithi iliyopokewa na Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alitukhutubia, yani alitoa khutba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqal, katika khutba akasema, inna Allaha kataba alaykumul hajj, hakika Mwenyezi Mungu amefaradhia hajj. Faqama al-Aqra bin Habis, huyu bwana akasimama. Aqra bin Habis ni mtu anapenda kuuliza sana, na kuuliza sana sio sifa mbaya, ni sifa mzuri. Bora usiwe muulizaji wa kutiriri, yani muulizaji ambaye hamalizi kuuliza. Naam, yawezekana mtu akawa hamalizi kuuliza kwa sababu hajafahamu, lakini ikiwa ni mtu wa kufahamu basi haina maana, yani haina haja uwe mtiriri katika kuuliza. Uliza kiasi cha kufahamu, lakini usiulize kiasi cha kuchokesha mtu ama kuonekana wewe ni hodari wa kuuliza. Tayeb, huyu Aqra bin Habis iliwahi kutokea pia, aliwahi kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akimbusu al-Imam Hasan, al-Imam Hussein akiwabusu. Akasema, mimi niko na watoto kadhaa, mimi na watoto 10 sijaliwa kuwabusu. Mtume sallam akamwambia, sasa mimi nitamiliki kitu gani ikiwa moyo Mwenyezi Mungu ametoa huruma katika nyoyo zenu? Mimi nitawamilikia, nitawafanyia nini sasa? Kama kumwambia kwamba ikiwa una huruma ya kumbusu mtoto wako au mjukuu wako, sasa mimi kusaidieje? Sasa akawa ni mwenye kuendelea kubusu watoto wake baada ya hapo, kwa sababu aliona kwamba kumbe kubusu ni katika akhlaq ya Kiislamu na ni katika tabia ya kibinadamu. Kwa mtu atakuwa na mtoto hakujaliwa kumbusu au ana mjukuu hakujaliwa kumbusu, basi itakuwa ni mtu anaishi katika tabia ghair insania. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna Allaha kataba al-hajj, kataba alaykumul hajj, Mwenyezi Mungu amefaradhi hajj, akasimama huyu al-Aqra bin Habis, huyu bwana anaitwa Aqra bin Habis, akasimama akasema, afi kulli amin ya Rasulullah, ni kila mwaka? Je, ni kila mwaka ya Rasulullah? Maana Mtume alisema Mwenyezi Mungu amefaradhi hajj. La'allahu sakat au rubbama sakat, inawezekana Mtume alinyamaza baada ya kusema neno hilo, likawa linahitajika kufahamiwa vizuri. Ndio huyu bwana akasimama akauliza,
afi kulli amin ya Rasulullah, je, ni kila mwaka? Faradhi hii ya kuhiji ni kila mwaka? Yani mtu analazimika kuhiji kila mwaka? Kunayo ihtimal, uwezekano wa kwamba mtume alikuwa hajamaliza kusema, lakini yeye kwa sababu anapupa ya kutaka kufahamu au kuuliza akauliza, au mtume alinyamaza kusudi bila kusema kila mwaka au si kila mwaka. Aliponyamaza, na kunayo hadithi tutaisoma ambayo urefu wake mtume alizungumza vipi. Huyu bwana alipouliza, je, ni kila mwaka ya Rasulullah, mtume akasema, lau qultuha la wajabat, lau ningesema ndio basi ingepasa mtu ahiji kila mwaka. Yani mtu mmoja awe atalazimika kuhiji kila mwaka, lau ningesema ndio. Kisha mtume akabainisha akasema, alhajju marratan, hija ni mara moja tu, yani hija ya faradhi ni mara moja tu. Fama zada, kitakachozidi baada ya hapo mtu akabahatika kwenda mara ya pili na ya tatu, fahuwa tatawuun, basi hija hiyo itakuwa ni hija ya sunna, hija ya tatawu, si faradhi tena. Tayeb, rawahu al-khamsa ghayra at-Tirmidhi, ghayru at-Tirmidhi. Imepokewa na a'immatul hadith, ashabul masanid, isipokuwa al-Imam Tirmidhi, kina Imam Ahmad, Ibn Majah, Nasai wa ghayruhu. Na asli yake iko katika sahihu Muslim, katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katika kuelekeza katika reference. Hadithi hii iko katika Muslim kwa urefu wake. Tayeb, hadithi imetuonyesha kwanza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia kwamba Mwenyezi Mungu ametufaradhia haji. Huyu mmoja katika masahaba alipouliza, je, ni kila mwaka ya Rasulullah, Mtume akamwambia, lau ningesema ndio ingepasa, ingekuwa ni kila mwaka kwa kila mtu mwenye uwezo, lakini hija ni mara moja katika umri. Atakayezidi baada ya hapo au kitakachozidi baada ya hapo, kumaanisha mtu akiwa amehiji mara ya pili na ya tatu na ya 20 na ya 10, fa huwa tatawu, itakuwa ni hija ya sunna, si faradhi. Ila ikiwa hija yako ya kwanza haikusihi, basi ile itakayofuata itakuwa imeziba ile nafasi ya hija yako ya faradhi ambayo haikukamilika. Lakini ikiwa ya kwanza imekamilika na umeitekeleza kisawa sawa, basi hija ya pili na ya tatu na zitakazofuata zote itakuwa ni hija ya sunna. Hija ni ya tano katika nguzo za Kiislamu tano, wala haipasi katika umri mzima wa mtu isipokuwa mara moja, kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mtu ambaye ni mukallaf. Mukallaf ni mtu ambaye sheria imemkalifisha kutekeleza ahkam za kisheria, yani mtu aliyebalighi, aliyekuwa na akili, aliyekuwa na umbo kamili, mustati, mwenye uwezo. Lakini ikiwa sasa mtu atakuwa ni mwenye kuhiji kwa kuwa ana uwezo, basi atahiji mwaka unaofuata mara ya pili, mara ya tatu na zaidi. Itabaki sasa zitakazofuata zote ni sunna, wala si dhambi mtu kuhiji mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu na ya 4 baada ya kutekeleza hija ya faradhi. Hatukusema kuwa ni haram au ni makruh, la, ni ibada ya sunna unaenda ukafanya. Lakini ukiwatanguliza wale ambao wanatamani kuhiji katika jamaa zako wa karibu, wazazi wako, ndugu zako, watoto wako, yule unayemuona kwamba huyu ni mtu mustaqim, japo hana uwezo, hakulazimika kwenda, lakini mimi nitamwezesha aende, kama vile ungepata wewe thawabu ya kufanya ibada ya hija ya sunna, basi na huku utakuwa umefanya pia ibada ya kupata thawabu ya kumwezesha mtu kuweza kuhiji, itakuwa umefanya jambo la maana. Tayeb, lakini ikiwa mtu ametia nadhiri, ameweka nadhiri, ametia nadhiri, yani ulikuwa na jambo unalitarajia, ukamwomba Mwenyezi Mungu jambo hilo ukilipata, basi mimi nitaenda hija, fulani wangu ni mgonjwa,
akiondokewa na ugonjwa, mimi nitahiji. Fulani wangu ana jambo fulani, akipata jambo hilo nitahiji. Mimi nina haja fulani, haja hiyo ikitimia nitahiji. Hii ishakuwa ni faradhi. Ikiwa haja yako imetimia, au haja ya mtu wako uliyemkusudia ikitimia, au jambo ulilokusudia ikiwa umelipata, basi unadaiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kuhiji kwa lazima, hata kama ushahiji hija yako ya kwanza ya faradhi. Hii inaitwa hija ya nadhiri, ambayo ni lazima uhiji, si tatawu, si sunna, ni lazima ikiwa umeweka nadhiri kufanya hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu wa huruma, kana raufan rahima, alikuwa ni mtu wa huruma na upole na sikitiko kwa watu. Na amehisi ili suala mtu alipouliza, Mtume hakusema ndio. Lau angesema ndio, ingekuwa ishakuwa faradhi kila mwaka kwa kila mtu mwenye uwezo. Lakini Mtume sallam kwa huruma yake akawa ni mwenye kusema, la, hija ni mara moja katika umri wako, na ukihiji tena baada ya hapo itakuwa ni sunna. Tayeb, lau angejibu tu ndio, basi ingekuwa hija ni faradhi kwa mtu ambaye ana uwezo, kila mwaka akiwa na uwezo ni faradhi ya hija. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka sisi tuwe kama Banu Israili ambao waliyazua mambo wakayaongeza katika dini. Mambo yenyewe yakawa yamekubalika, hayakuwa ni mabaya, yalikubalika kwa sababu hawakuzua katika misingi ya dini, walizua katika utekelezaji wa dini, si katika misingi ya dini. Qur'ani imetuashiria katika suratul Hadid alipotwambia warahbaniyatan ibtada'uha, ule uruhubani waliozua, ma katabnaha alaihim, hatujawalazimisha wawe ni maruhbani, illa ibtigha ridwanillah, walikuwa wametarajia radhi za Mwenyezi Mungu, lakini fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, yale mazuri walioyazua ilikuwa ni mazuri, hawakufaradhiwa, lakini yalikubalika kuwa ni ya sawa kwa kuwa wao umetaka, na ni jambo lilikuwa halikhalifu sheria yao, lakini hawajayachunga haki ya kuyachunga hayo walioyazua. Kwa hiyo hawakukosolewa kwa kuzua, walikosolewa kwa kutoyachunga yale mazuri walioyaweka, hawakuyadhibiti na kuendelea nayo. Na hapa tuzungumzia sheria ya Banu Israili, hatuzungumzii katika sheria yetu ya Kiislamu. Katika Uislamu hakuna kuzua, na unayoyaona kwamba yanafanywa na hayakuwekwa wakati wa Mtume hayaingii katika mustalah wa kisheria ya kwamba ni uzushi, yanaingia ni katika mambo ambayo ni hasana. Man sanna fil islami sunnatan hasana, sio katika misingi ya dini. Yani hakuna faradhi itakayoongezeka, faradhi ishamalizika, ni zile zile zinazojulikana. Hakuna sunna itakayoongezeka kwa hii ni sunna pia, hakuna. Lakini katika mlango wa mubah, mambo ya halali, milango ya kufanya jambo la halali linalokupa faida ama linalokusaidia kutekeleza ya faradhi au ya sunna, mlango huo uko wazi. Utakuwa hujazua jambo la faradhi wala hujazua jambo la sunna, kwa sababu hayo yashamalizika. Lakini wewe umepanga kitu ambacho kitakusaidia kutekeleza hili la sunna ama hili la faradhi, yaitwa sunnatun hasana, au kwa istilah nyingine wanaita bid'atun hasana. Hili ulama wamejadili sana, ingawa baadhi ya ulama hawakubali mustalah ya kuitwa bid'a hasana, wao kwao kullu bid'atin dalala. Lakini baadhi ya ulama, muadhabu ulama, wanasema kwamba la, iko sunnatun hasana au bid'atun hasana, wakaeleza mifano mingi, hatuna haja ya kuyataja. Tayeb, mfano moja, labda tuseme tu mfano moja. Sisi tunashuhudia mashindano ya kuhifadhi Qur'ani, kwa mfano kila mara, kila Ramadhani, kila mwezi gani sijui,
watu wanashindana katika kuhifadhi Qur'an. Kuhifadhi Qur'an ni jambo liko tangu mwanzo, lakini kwa kushangiliwa na kufanyiwa mashindano ili watu wahifadhi sana, alikuweko hilo. Sasa hilo limekuwa ni ada hasana au ni sunnatun hasana au bid'atun hasana, kwa sababu inapelekea watu kuhifadhi kitabu chao, kitabu cha Mwenyezi Mungu, haipelekei katika ubaya. Mfano mwingine, watu kujumuika na kuhuisha kusoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili pia linazidisha watu kumjua Mtume zaidi na kumsoma zaidi na kujua sira yake zaidi. Ulama wakasema hii pia itaingia katika sunnatun hasana au bid'atun hasana. Na ninapomaanisha nikisema sunnatun hasana, haisimaanishi kwa lugha ya sharia, yani mwendo mzuri ndio nakusudia. Sikusudii kwamba katika sunna kuna sunnatun sayyi'a na kuna sunnatun hasana. La, sunna yote ni hasana, lakini kusudio langu niliposema sunnatun hasana nimekusudia lughatan, yani kilugha. Ukisema sunna ni mwendo au njia mzuri, lakini sija kusudia sunna kwa maana ya matendo ya Mtume, kwa sababu hakuna matendo ya Mtume yaliyokuwa si mazuri, yote ni mazuri. Kwa hiyo nimekusudia kwa kusema sunnatun hasana, yani bid'atun hasana, au nimekusudia kusema mwendo mzuri au njia mzuri. Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusema, lau ningesema ndiyo, basi ingepasa kila mwaka mtu mwenye uwezo ahidi. Hii ndio hadithi ya mwisho inayotukamilishia Kitabul Hajj, mlango wa kueleza ahkam ya hija. Tusome hadithi hii, tueleze hadithi hii. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kwamba Mwenyezi Mungu amefaradhisha hija, alisimama huyu Aqra bin Habis. Huyu bwana alikuwa anaitwa, laqab yake ndio Al-Aqra, jina lake ni Faras. Tayeb, ameitwa Al-Aqra kwa sababu alikuwa kipara maarufu, alikuwa na kipara mpaka akatangaa kwa kipara chake, akaitwa Al-Aqra bin Habis. Wajua, mara nyingine mtu anaweza kuwa na kipara sawa kwa sababu ya ukoo au kwa sababu ya umri au kwa sababu ya chochote, lakini ikawa ni kipara cha kawaida. Lakini mwingine anaweza kuwa na kipara kisha akajizidishia mwenyewe, hata zile ndogo zinazobaki kwa kando akawa ni mwenye kunyoa kipara kabisa, kila mara akawa yeye onekana ni kipara tu, mpaka atakuja kuitwa fulani kipara, ikawa ni laqab kwake yeye, akaitwa Al-Aqra. Tayeb, huyu bwana alikuja kwa Mtume sallam wakati wa fathi Makkah. Aliwahi kuwa Mtume kuja kwa Mtume sallam ni katika muallafatul qulub wakati huo, akasilimu, lakini akawa ni Muislamu mzuri na akawa ni katika masahaba wazuri, na alikuwa ni mtu mwenye heshima katika jahiliya na heshima katika Uislamu. Aliwahi kutumika kama watumishi wa Kiislamu, wale maamir na wale wanaotumwa kwenda kutumikia. Akatumiwa yani wakati wa Abdullah ibn Amir katika ahdi ya Sayyidina Uthman, akawa katika jeshi ya Waislamu, akawa ni mwenye kuuliwa sehemu ya Kharasan au kwingineko. Wengine wakasema aliuliwa sehemu ya Yarmouk, yeye pamoja na watoto wake 10. Aliuliwa katika fi sabilillah, alipokuwa katika kundi la jeshi la Waislamu, akauliwa yeye na watoto wake 10. Kwa hiyo hili swala la kuuliwa mtu na wazazi na familia yake halikuanza leo Gaza, lilianza kuanzia nyuma. Mtu ameuliwa yeye na familia yake yote, watu 10 na zaidi. Ilikuweko kuanzia kina Sayyidina al-Imam al-Hussein, yeye na watoto wake, ndugu zake wote waliuliwa wakiwa wangapi. Ni mambo yalikuweko kwa watu ambao walikuwa wanatetea dini, yaliwapata mambo kama haya. Na mpaka sasa mtu anayetetea haki yake, anayetetea nchi yake, anayetetea dini, kukosewa dini ama kuharibiwa dini, itamfikia mara atakuwa ni mwenye kuuliwa yeye na familia yake, yeye na mke wake, yeye na watoto wake, yeye na kadhaa. Hutokea kwa sababu ya kuwa katika hali ya kujitetea ama kutetea nchi yako ama kutetea dini yako. Tayeb, na tunashuhudia watu wanapomalizwa kwa sababu ya ardhi, kwa sababu ya dini yao, kwa sababu ya msimamo wao wa kidini, wakavamiwa kwao, wakamalizwa, na wao hawana budi, lazima wajitetee.
طيب, asli hadithi hii iko katika sahihu Muslim kama alivyosimulia Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na tamko lake linasema an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitukhutubia mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema, ayuha nas, enyi watu, qad faradallahu alaykumul hajja fahujju, Mwenyezi Mungu amewafaradhia hija, muhiji basi tekelezeni hija. Faqala rajul, akasema mtu, akullu amin ya Rasulullah, je, ni kila mwaka? Fasakat, mtume akanyamaza. Hata qalaha thalathan, mpaka yule mtu akasema mara tatu, akullu amin ya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah. Mtume amenyamaza tu, ilikuwa mtu atosheke tu, lakini huyu bwana akawa ni mwenye kuuliza, kukariri mara tatu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, law qultu na'am lawajabat, lau ningesema na'am ingekuwa faradhi, ingepasa hiyo hija. Law qultu na'am, kwa sababu na'am ya mtume ni na'am kwa Mola. Huyo mtume anasema lau ningesema na'am basi ingepasa hija kila mwaka kwa mwenye uwezo. Wala mastata'tum, na hamungeweza hiyo hija ya faradhi ya kila mwaka, hamungeweza hata kama mna uwezo. Mtakuja kukhalifu, kisha mtakuwa ni wenye kupata dhambi kwa sababu ya kukhalifu kutekeleza faradhi ya hija kila mwaka na una uwezo. Thumma qala, mtume akasema kisha, dharuni ma taraktukum, niacheni katika mambo ambayo nimewaachia. Fa inma halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, yani jambo ikiwa nimelisema kiwango fulani liacheni hivyo, na ikiwa sijaendelea kusema niacheni, msinisemeshe. Maana yake ni hivyo, yani usiwe mtiriri wa kuuliza mpaka ukasababisha jambo kama Banu Israila katika kisa cha ng'ombe katika suratul Baqara, waliambiwa ithbahu baqara, ilikuwa yatosha wamchukue ng'ombe yote wamchinje. Yule aliyeuliwa angejulikana nani alimuua. Wakaanza kuuliza maswali ya utiriri au ya ujeuri. Hebu tubainishiwe ng'ombe jamani, ng'ombe yupi? Innal baqara tashabaha alaina. Wakauliza wakawa haya, wakiambiwa ni ng'ombe kadhaa, ba jamani, hebu tubainishiwe malaunuha, rangi yake ni gani? Waliuliza ng'ombe sampuli gani, dume wa kike ama wa kiume, kisha rangi gani baada ya hapo. Wewe maswali yote hayo ya nini? Umeambiwa mchinje ng'ombe, ingetosha tu mchinja ng'ombe, mambo yakamalizika. Walipokuwa ni mutashaddidin, Mwenyezi Mungu akawachagulia ng'ombe ambaye hapatikani kirahisi, wakataabika sana katika kumpata huyo. Faqi'ul launuha tasurru an-nadhirin, nendeni mkamtafute sasa, si nyinyi wajauri wa kuuliza. Mpaka kupatikana ng'ombe huyo sasa ikawa ni mashakil na matatizo, wakaingia katika shida ya kumtafuta ng'ombe huyo, lakini wao ndio wamejitakia. Kwa hiyo mtu hatakiwi awe kama Banu Israila, kuwa mtiriri wa kuuliza mpaka akasababisha watu kuingia kwenye shida. Tayeb, Mtume akasema dharuni ma taraktukum, niacheni katika mambo ambayo nimewaachia. Yani ikiwa nimeacha kusema jambo, msiniulize zaidi, na haya niliowaachia msiulize zaidi ya hapo, kwani watu waliokuwa kabla yenu waliangamizwa kwa sababu ya maswali yao mengi. Maswali mengi yanaangamiza. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, na tofauti zao kutofautiana juu ya mitume wao, ikhtilaf. Fa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum, nikiwaamrisha jambo tekelezeni mnavyoweza. Wa idha nahaytukum an shay'in fad'uhu, na nikiwakataza jambo acheni, usiulize maswali mengi. Tayeb, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifaradisha haji, na Mtume sallam aliposema, na Mwenyezi Mungu akateremsha aya, walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mwenyezi Mungu anasema kwamba walillahi 'ala an-nasi hajjul bait, Mwenyezi Mungu amefaradhisha kwa watu kutekeleza hija, kukusudia al-Kaaba kwa ibada, kwa mwenye uwezo kwenda njia hiyo ya kwenda kutekeleza hija.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameteremsha. Na hija ilifaradhiwa mwaka wa 9 kwa arjahul aqwal, na Mtume sallam alihiji mwaka wa 10. Wengine wakasema hija ilikuwa imefaradhiwa mwaka wa 6, wengine wanasema mwaka wa 7, wengine mwaka wa 9. Ndio arjahul aqwal kwamba ilikuwa mwaka wa 9, ndio maana Mtume akahiji mwaka wa 10. Tayeb, umra nayo Mwenyezi Mungu ashatuambia wa atimul hajja wal umrata lillah. Hii ndio dalili ya waliosema kwamba hija na umra ni faradhi katika umri mara moja. Mwenyezi Mungu ashatuambia wa atimul hajja wal umrata lillah. Hija ni faradhi katika umri wa mtu mara moja, na hii ni kauli ya jumhurul fuqaha. Tayeb, wanasema jumhurul fuqaha kwamba hija ni faradhi katika umri mara moja, tena kwa lazima, kwa haraka. Katika sharia masala ya wajib wamegawanya sampuli mbili katika wakati wa kutekeleza, na kuna wajib sampuli mbili tena nyingine kwa kutizama baina ya kuwa ni fardhu ain au fardhu kifaya. Masala mengine fardhu ain na fardhu kifaya ni tofauti. Fardhu ain ni kwamba hii faradhi yamfuata kila mtu individually, kila mtu kivyake vyake, kama swala 5 ni fardhu ain. Haimaanishi kwamba leo adhuhuri kiswaliwa Masjid Konzi basi waliobakia nyumbani imetosheleza. Hii si faradhi ya kutosheleza, hii ni faradhi ya kila mmoja kutekeleza. Kwa hiyo uwe utaswali jamaa ama utaswali peke yako, lazima uswali. Fardhu kifaya ni faradhi ambayo lau baadhi ya watu mahali ulipo wametekeleza, kama swala janaza, wengine ambao hawakuswali hawana dhambi. Lakini lau watu wote wataafikiana wasimswalie maiti, basi wote watapata dhambi. Tayeb, sasa ukija upande wa wakati wa kutekeleza faradhi, pia kuna sampuli mbili. Kuna alwajib ala alfawr na kuna alwajib ala tarahi. Kuna wajib umeamrishwa utekeleze hapo kwa hapo, yani ukipata uwezo lazima uhiji. Hii inaitwa alwajib ala alfawr kwa kauli ya jumhur, nikimaanisha jumhur al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa. Wao wanasema kwamba hija ukishapata uwezo ni lazima uhiji mwaka huo huo uliopata uwezo, kwa sababu wao wamechukulia kifungu cha kwanza ni kwamba hija ni faradhi ya kutekelezwa haraka ukipata uwezo. Al-Imam Shafi'i anasema hija ni wajibun ala tarahi, ni faradhi ambayo yakubali kupewa muda. Yani wewe una uwezo mwaka huu kuhiji, lakini ukasema wacha ni hiji mwaka ujao, anasema ni sawa, wala hutopata dhambi ikiwa hukuhiji mwaka huu na una uwezo. Utapata dhambi lini? Iwapo utakuja kukosa uwezo wa kuhiji na ulikuwa nao na hukuhiji, basi utapata dhambi. Itabidi ufanye namna yoyote ufanye ibada hiyo ya hija, kwa sababu ulipokuwa na uwezo hukuhiji ukafanya tarahi. Baadaye ukija kukosa uwezo, hapo kuna hatari ya kupata dhambi, kwa sababu ulikuwa na uwezo hukuhiji, sasa umekosa uwezo, itabidi sasa imekuwa ni deni kwako wewe, umebeba dhima. Tayeb, kumaanisha lakini pale ulipochelewesha wewe kuhiji na ukawa na uwezo hupati dhambi, lakini ikiwa utaondoka ulimwenguni na ulikuwa na uwezo na hukuhiji, ndio pale mtu akalazimika kufanyiwa nini? Kufanyiwa hija na mwingine mwenzake, kwa sababu alikuwa na uwezo lakini alichelewesha, na huko kuchelewesha ilikuwa hapati dhambi yeye, kulingana na Imam Shafi aliposema, kwa sababu taakhir ndio ilivyokuja katika namna hiyo. Ikiwa hija imefaradhiwa mwaka wa 9, kabla wakati wa hija Mtume hakuhiji mwaka wa 9, alihiji mwaka wa 10. Akachukulia Imam Shafi kwamba unaweza ukachelewesha, ulikuwa kujitayarisha vizuri na uwezo alikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam,
Tayeb, tuje katika tafsil, yani upambanufu zaidi wa maelezo ya madhahib al-arba'a ya ahli sunna wal jamaa. Muislamu akihiji mara moja kisha akaritadi kisha akasilimu, wanasema huyu halazimiki kuhiji mara ya pili. Lau muislamu atatoka kwenye Uislamu waliyadhu billah kisha akarudi katika Uislamu baada ya kwamba shahidi alipokuwa Muislamu, akatoka katika Uislamu kisha akatubia akarudi tena katika Uislamu, je, atalazimika kuhiji? Halazimiki kuhiji. Lakini al-Imam Shafi'i anasema mtu akiritadi halazimiki kuhiji. Yani ikiwa ashahidi kabla ya kuritadi kisha akaritadi kisha akarudi katika Uislamu, ile hija yake ya kwanza kabla ya kuritadi itaendelea kuwa ni hija ya kukubalika. Tayeb, hii ndio kauli ya Imam Shafi'i. Waliobaki sasa jumhur, ndio neno la kwanza lilosema kwamba mtu halazimiki, ndio hiyo ya kwanza ya Shafi'i. Jumhur wanasema kwamba mtu akiritadi kisha akarudi katika Uislamu, mema yake yote hayamrudi tena, yameruka. Kwa sababu ridda, mtu kuritadi inapomosha amali yako yote mema, yani ya faradhi yote uliyofanya yanapomoka, huna tena hata zile thawabu pia. Kwa hiyo ikiwa amali yake yote habitat amaluhu au habitat a'maluhu, anasema itamlazimu yeye kutekeleza kile ambacho alikitekeleza kabla ya kuritadi, isipokuwa hija. Ina maana hija halazimiki kuregesha, kwa sababu hija katika umri ni mara moja. Fayalzamuhu, yani hatotekeleza, yalzamuhu i'adatu ma addahu minha qabla ar-riddati ila al-hajj, atalazimika kutekeleza ibada alizotekeleza katika ile hali ya kuritadi isipokuwa hija. Naam, tutaendelea baada ya adhan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah. Tayeb, tumeeleza kwamba Imam Shafi'i anasema mtu aliyeritadi halazimiki kuregesha ibada ya hija, sababu hija kwanza kwa Imam Shafi'i ni faradhi ambayo haitekelezwi kwa haraka, unaweza ukatekeleza baadaye, tofauti na wale alaima thalatha wanaosema kwamba mtu akipata uwezo kwa huo mwaka alopata uwezo basi atalazimika kuhiji, ukichelewesha unapata dhambi. Imam Shafi anasema ukichelewesha upati dhambi, kwa sababu hija ni faradhi ambayo ina wakati wa kucheleweshwa, yani unaweza ukahiji mwaka huu au mwaka unaofuata au mwaka mwingine. Kisha masala ya mtu aliyeritadi baada ya kurudi katika Uislamu
kuwa atalipa ama hakulipa, hatolipa. Al-Imam Shafi'i kwake si lazima, lakini hao wengine wanasema ni lazima alipe ikiwa mtu ameritadi kisha akarudi katika Uislamu, basi hija itamlazimu yeye atekeleze. Jambo lingine ambalo tunajifunza katika hadithi hii ni kwamba amri ikija mutlaq haijulishi kukaririka ila ikiwa kuna kinachojulisha kukaririka. Yani ukiamrishwa kufanya jambo, ikiwa katika amri ulioamrishwa hakuna neno linalojulisha kwamba amri hii ni amri ya kukaririka, basi hulazimiki kukaririsha, wala hulazimiki wewe kufanya hilo jambo kwa kukariri mara nyingi. Yatosha kutekeleza amri ukifanya mara moja. Kwa hiyo ibada ya hija ni katika sampuli hii ya amri iliyokuja ya faradhi, iliyoonyesha kwamba mtu analazimika mara moja peke yake. Hakuna karina, hakuna kipengee chochote kinachoonyesha kwamba mtu analazimika kufanya hija kila mwaka. Tofauti na swala. Swala ni ibada imekuja katika hadith na katika aya na katika hadithi imekuja kubainisha kwamba Mwenyezi Mungu amewafaradhia 5 salawatin fi kulli yawmin 5 marra, au 5 farada alaykum salata fil yawmi 5 marra. Ina maana kwamba kila siku mara 5 hii imekaririka katika hadithi. Ina maana faradhi ya swala si faradhi ya kutekelezwa katika umri wako mara moja peke yake, ni faradhi inayokaririka kila siku kwa mara 5, kwa sababu aya zimeashiria hivyo na hadithi pia zimekuja kubainisha namna ya kuswali swala hizi 5 ni fil yawmi 5 marra au 5 marrat fil yawm. Lakini ibada ya hija hakuna hadithi iliyokuja kuonyesha kwamba ibada hii ni ibada ya kutekelezwa kila mwaka na mwenye uwezo, haikuja namna hiyo. Kwa hiyo ibada au amri mara nyingine inakuja ikijulisha kukaririka, na mara nyingine amri yaja kuamrisha jambo ambalo halijaonyesha wala halijajulisha kukaririka jambo hilo. Sasa ibada ya swala na saum na zinginezo, zile dalili za aya na hadithi zilivyokuja ni kwamba wewe umelazimika kufanya ibada hiyo kila mwaka kwa kukaririka. Yani kuna ibada ya faradhi ya kila siku kama swala, kuna ibada ya kila mwaka kama saum, na kuna ibada ya kila mwaka lakini kwa mwenye uwezo kama hii kama zaka, na kuna ibada ya umri wako mara moja tu, hata ukiwa na uwezo. Baada ya hapo ukishatekeleza mara moja, ile faradhi huwa ishaondoka. Kwa hiyo vigawanyo vya faradhi katika Uislamu ni kuna faradhi ya kila siku ya kuendelea, mfano wa swala 5. Kuna faradhi ya mwaka mara moja lakini yakaririka kila mwaka kama kufunga. Kuna faradhi ya kila mwaka ya kukaririka lakini kwa wenye uwezo, mfano wa zaka. Kuna faradhi ya umri wako wote mara moja kwa mwenye uwezo, nayo ni hija. Kwa hiyo sampuli za faradhi katika Uislamu, mbali na fardhu kifaya, mbali na fardhu ain, mbali na alfardhu ala alfawr, mbali na alfardhu ala tarahi, na kuna alfardhu almutakarrir. Kuna faradhi ya kukaririka yaumiyan, kila siku. Kuna alfardhu almutakarrir sanawiyan kama saum lilmustati, na kuna faradhi vile vile ya kukaririka kila mwaka lakini liunasin makhsusin, masala ya zaka. Na kuna fard la yatakarrar illa marratan fil umr, au la yakunu illa marratan fil umr, la yatakarrar, faradhi ambayo haikaririki katika mwaka isipokuwa ni kutendwa mara moja tu ukiwa na uwezo katika umri wako, nayo ni faradhi ya hija. Hii ndio nidhamu ya Uislamu katika kupanga nidhamu za ibada. Kwa hiyo ni mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayafahamu na ayaelewe. Kusoma dini
watu mara nyingine hukosea katika kufahamu swala hili la kusoma dini. Kusoma dini ni faradhi kwa kila Muislamu, yani fardhu ain. Kivipi? Wewe umefaradhiwa kuswali swala 5 fardhu ain, hiyo swala utaswali vipi ikiwa hujaisoma? Kwa hiyo umelazimika kusoma hiyo swala, ni fardhu ain kwako. Wa hakadha zaka, saum na haj na zinginezo. Ingawa baadhi ya ulama wanasema hukulazimika kujua zaka ikiwa huna pesa, mpaka uwe na uwezo. Hukulazimika kusoma babul haji kwa sababu huna uwezo wa kuhiji, lakini ukipata kesho ghafla uwezo. Kwa ajili hiyo kusoma dini kwa mambo ya faradhi ni lazima, lakini mtu kubobea katika dini, yani kuwa na elimu zaidi, kuyajua mpaka mambo ambayo mengine hata si ya faradhi, yani ya ndani kabisa, hii ni fardhu kifaya. Watu wakiwacha kusoma wote kuwa specialist katika dini, wakiwacha wote wanapata dhambi wote, kama swala janaza. Lakini kukipatikana nafar, kundi la Waislamu lilobobea katika elimu ya dini, wakawa wanazuoni, madamu wako watu kama hawa, basi wamewaondoshea madhambi wale wengine ambao hawakubobea katika dini. Sio wale ambao hawakusoma dini. Wale ambao hawakusoma dini watakuwa na dhambi kwa sababu watatekeleza ibada vipi na hawajui. Ndio tukaambiwa elimu ya faradhi ni ile elimu unayolazimika kutekeleza. Elimu ya fardhu kifaya ni elimu ambayo wakijua baadhi watasaidia wengine, kama kuwa watetezi wa dini kwa kusoma sana dini, kuwa patikane mufassirina, kupatikane muhadithina, kupatikane fuqaha wakajua masaili ya ndani. Hiyo ni fardhu kifaya. Wakijua baadhi, wengine hawana dhambi. Lakini kujua mambo ya lazima kuyatekeleza, kuisomea, nitaswali vipi, nitafunga vipi, nitahiji vipi, nitatoa zaka vipi, nitajitahirisha vipi, nitaondosha janaba vipi, nitatawadha vipi, yote haya ni mambo ya lazima yanakupasa wewe. Sifa za Mungu ni zipi, mitume nitaamini wangapi katika wao lazima niwajue, vitabu walivyoteremsha Mungu, yani mambo ya lazima ambayo Uislamu wako haukamiliki wala haui Uislamu mpaka uyajue. Hayo ni lazima mtu yoyote au kila mtu ajue, lakini yale ya kuzidisha na kubobea zaidi, hayo yanakuwa ni fardhu kifaya. Wale walosoma basi watakuwa na daraja kubwa kwa sababu wamewaondoshea wenzao madhambi. Ndio baadhi ya ulama wakasema fardhu kifaya ina daraja zaidi kuliko hata fardhu ain, kwa sababu ile fardhu kifaya ukifanya wewe umewaokoa wenzako, hawakupata dhambi kwa ajili yako wewe. Lakini fardhu ain ukiswali umeswali yako tu, mwenzako kiwa hakuswali atapata dhambi tu. Lakini fardhu kifaya ukifanya wewe, waliobakia wote umewaondoshea dhambi wewe kwa sababu ya kutekeleza wewe. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la khairi. Insha Allah Taala tumerudi tena katika darasa letu leo siku ya Jumatano, na tutakuwa tukiendelea kila Jumatano panapo majaliwa baada salati al-maghrib. Tunajua kwamba wafuatiliaji ni wengi katika mitandao yetu na channel zetu za Al-Ihsan, lakini tusikose pia thawabu ya kuja msikitini, ya kuhudhuria halaka ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawa ni mwenye kushika kitabu na kufuatilia na kusoma, ukapata pia itikaf ukiwa umetiania, ukawa ni mwenye kukaa msikitini na ukaweza kuhuisha wakati baina al-isha wal maghrib, ukawa ni mwenye kupata thawabu zaidi. Kwa ajili hiyo, yule ambaye ana uwezo wa kufika, basi tunawasisitiza wawe ni wenye kufika, na wale ambao wako mbali watatosheka kufuatilia kwenye mitandao yetu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la khairi. Allahumma la tamna'na 'anil 'ilmi bimani'in wa la taqta'na 'anhu biqati'. Allahumma man anta bihi fatammimu wa sadartahu fala tahtiku man anta bihi fala taslibu. Allahumma inna nastawdi'uka bima 'allamtana an tahfazahu indaka hatta taruddahu lana fi waqti hajatina ilayh birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا
وقرابات لنا في ديننا.